Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati tukujuze yaliyojiri hii leo. Hii ni TVC 247, nami ni Martin Biz. Nami ni Pauline Atilo, na kwanza wacha tuanze kwa vidokezo. Idadi ya vifo ya mafuriko imeongezeka hadi 49 huku familia zaidi ya 2000 zikilazimika kuhama. Rais William Ruto amesema ada imepunguzwa katika taasisi za TVET kutoka shilingi 105,000 hadi shilingi 67,000 kwa mwaka. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma yatangaza nafasi 217 za kazi kwa maafisa wa katibu. Na mwimbaji wa nyimbo za Injili Mary Atieno sasa ana sababu mpya ya kutabasamu tena. Na michezoni, Kenya inatarajiwa kupokea zaidi ya wageni 10,000 kutoka ukanda wa Afrika wakati wa mashindano ya World Rally Champions Safari Rally yatakayofanyika kuanzia tarehe 12 hadi 15 Machi 2026. Na kimataifa ni kwamba Morocco imeongoza Afrika kwa ununuzi wa silaha ikipita Algeria na Misri kwa mujibu wa Stockholm International Peace Research Institute. Karibu kwa taarifa kamili hadi tamati. Wakenya wanamhurumia mama wa Pipeline baada ya mwanawe kutelekeza mikononi mwake wakati wa mafuriko na bado hajapatikana. Familia moja katika eneo la Pipeline Estate inaendelea kumtafuta mtoto mdogo anaitwa Rain Taji ambaye alipotea wakati wa mafuriko makubwa yaliyomkabili jijini Nairobi. Inaripotiwa kuwa mtoto huyo alipotea usiku wa Machi 6 wakati mvua kubwa ilinyesha na kusababisha mafuriko makali katika maeneo mbalimbali ya jiji. Tangu siku hiyo hajapatikana kilichotokea usiku wa mafuriko. Mvua kubwa ilianza kunyesha kwa nguvu na kusababisha mito kufurika na maji kusomba kila kitu njiani, ikiwemo magari, mali na hata watu. Mafuriko yaliingia kwenye nyumba nyingi na kuwafanya wakazi kukimbilia maeneo ya juu kwa kujaribu kuogelea ili kujiokoa. Na familia ya Taji pia ilikumbwa na hali hiyo. Mama yake Naomi Muthimi Mutinda alijaribu kujiokoa pamoja na mwanawe, lakini kwa bahati mbaya mtoto aliteleza kutoka mikononi mwake katika maji ya mafuriko na kutoweka. Tangu wakati huo familia na wakazi wamekuwa wakimtafuta, lakini bado hawajapata taarifa zozote kuhusu alipo. Mama yake amelazwa hospitalini na baada ya tukio hilo la kusikitisha, Naomi alipelekwa hospitali ya Mama Lucy ambapo anaendelea kupatiwa matibabu kutokana na mshtuko na majeraha aliyopata wakati wa mafuriko. Kesi ya kupotea kwa mtoto huyo tayari imeripotiwa katika kituo cha polisi cha Kware na juhudi za kumtafuta zinaendelea. Familia nyingi bado zinawatafuta wapendwa wao. Familia ya Taji ni miongoni mwa familia nyingi zilizoathiriwa na mafuriko hayo. Baada ya watu bado wanatafuta ndugu zao katika hospitali na mochari bila mafanikio. Familia nyingine zimepata miili ya wapendwa wao katika mochari na sasa zinaanza maandalizi ya mazishi. Baadhi ya waathiriwa pia wameomba serikali wasaidie, kwani wengi wao wamepoteza biashara na mali zao katika mafuriko na sasa hawana uwezo wa kugharamia mazishi ya wapendwa wao. Katika tukio lingine ni kwamba Wakenya wengi walikusanyika katika Nairobi Funeral Home wakitafuta miili ya ndugu zao waliodhaniwa kusombwa na mafuriko. Katika mujibu wa timu za uokoaji, watu 24 walipoteza maisha na takriban magari 70 yalikwama kwenye maji yaliyoongezeka. Kwingineko, nakada ya wakamata washukiwa wawili wakiwa na zaidi ya roli 600 za bangi Embakasi. Washukiwa wawili wamekamatwa wakiwa na roli 680 za bangi inayohusishwa kuwa bangi katika operesheni iliyoratibiwa iliyofanyika eneo la Kware katika kaunti ndogo ya Embakasi Kusini. Na operesheni hiyo iliyoendeshwa kwa kutumia taarifa za kijasusi ilifanyika Jumanne alasiri na mamlaka ya kitaifa ya kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya NACADA kwa ushirikiano na maafisa wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS kufuatia malalamiko kutoka kwa wakazi kuhusu msambazaji wa dawa za kulevya anayeshukiwa kufanya biashara karibu na shule ya chekechea ya Tumaini iliyo karibu na kanisa la Kenya Assemblies of God KAG. Wananchi walikuwa wameelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa shughuli za dawa za kulevya katika eneo hilo, wakionya kuwa biashara ya mshukiwa karibu na shule ilikuwa tishio kubwa kwa watoto na vijana. Baada ya kupokea taarifa hizo, kikosi cha pamoja kilichoongozwa na NACADA kilivamia duka moja na nyumba ya makazi iliyo karibu ambapo ziliaminika kutumiwa katika kituo cha biashara haramu ya dawa za kulevya. Wakati wa operesheni hiyo, maafisa waliwakuta washukiwa hao wawili ndani ya jengo hilo
wakidaiwa kuwa wanatayarisha na kukunja majani yanayoshukiwa kuwa bangi kwa ajili ya kusambazwa na kutumiwa. Upekuzi uliofanywa katika eneo hilo ulipelekea kupatikana kwa roli 680 za bangi inayoshukiwa pamoja na kiasi kingine cha majani yanayodhaniwa kuwa dawa za kulevya yaliyokuwa tayari kwa kuchakatwa na kuuzwa. Washukiwa hao walikamatwa mara moja na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kware ambapo kwa sasa wanazuiliwa huku uchunguzi ukiendelea. NACADA ilithibitisha kuwa vielelezo vilivyopatikana vimehifadhiwa na vitawasilishwa mahakamani mara tu washukiwa watakapofunguliwa mashtaka. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, mkurugenzi mkuu wa NACADA Daktari Anthony Omerikwa aliwashuku wananchi kwa kutoa taarifa muhimu zilizosaidia kufanikisha operesheni hiyo. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa jamii ni muhimu katika vita dhidi ya biashara ya dawa za kulevya na matumizi mabaya ya vileo na dawa za kulevya, akiwahimiza wakazi kuendelea kuripoti shughuli zinazotia shaka kwa mamlaka husika. NACADA pia ilithibitisha kuwa operesheni za utekelezaji wa sheria katika Kware na maeneo mengine nchini zitaendelea kama sehemu ya juhudi za kupambana na biashara ya dawa za kulevya. Na kufikia hapo tutakomea hapo kwa leo, lakini katika kauli ya siku nikwambie kwamba katika maisha jitahidi kujifunza jambo jipya kila wakati, katika sekta ya elimu, sekta ya kanisa pamoja na sekta ya chakula. Jana nimekuwa na rafiki yangu katika hoteli fulani kubwa hapa maarufu, hoteli ambayo ni maarufu katika kaunti ya Narok. Rafiki yangu tukaingia huko, mhudumu akaja akatuambia, samahani niwaletee nini? Mimi nikamwambia aniletee menu kwanza. Akamuuliza rafiki yangu, nawe nikuletee nini? Rafiki yangu akamwambia uniletee menu lakini upunguze chumvi kidogo. Ndo kauli ya siku leo, na tunatamatisha habari za TVC. Usikose kubonyeza pale kidude cha kutufuatilia TVC 247 Kenya. Mimi ni Martin Bezi, hadi wakati mwingine. Nami ni Pauline Atelo, tukutane hapo kesho.